Tabora ni hatari yake ni kubwa kiasi hicho mpaka kuwafanya Young Africans waje na strategy kama hii kwamba mapema tuwawini kwanza wale ni ana hiyo hatari au ni tahadhari tu? Uhatari wa Tabora nje ya uwanja ulijidhihirisha wakati timu inatafuta nafasi ya kupanda. Namna ambavyo walifanikiwa kuteka hisia za mashabiki, at that time ilikuwa inaitwa Kitayose. Namna ambavyo walifanikiwa kuteka hisia za mashabiki wa Tabora, namna ambavyo ile Ali Hassan Mwinyi pale ilikuwa inajaa games za Tabora na panda ligi, anatafuta nafasi ya kupanda ligi kuu. Ile ilikuwa inakuonyesha kwamba wakazi wa Tabora wameipokea ile timu, kwamba yawezekana wakaamua kusaidi nayo pale ambapo ile timu inahitaji kweli matokeo. Sasa hivi kwenda viongozi wa Yanga kuwai ni kama sehemu mojawapo ya kuwarudisha wale mashabiki ambao mimi naamini walienda Kitayose kwa mkopo. Kwa sababu hizo timu za Simba na Yanga zipo kabla hata hii Kitayose. Kwa hiyo namna gani ambavyo utafanikiwa kulichukua tena lile kundi lako, kulirudisha kwako na kuaminisha kwamba hii ndio timu yenu ya kwanza kabla hata ya Kitayose. Kwa alichokifanya Alikamwe leo, ile gathering wanaoifanya kwanza ni kutengeneza awareness kwa watu wa Tabora kwamba Giants wamekuja. Timu yenu ambayo mmekuwa mkisupport miaka yote ipo hapa mkoani. Kwa sasa tunahitaji nguvu zenu kama wana Tabora, msizielekeze kule ambako mlielekeza Kitayose kipindi kile timu inahitaji nguvu yenu. Sasa hivi tunahitaji nguvu yenu pia. Game ya kwanza Tabora amefanikiwa kushinda. Nje ya uwanja ushasikia sasa hivi bonus zinaongezeka kwa wachezaji wa Tabora. Kwa ile hali ya upambanaji wa wachezaji tayari inazidi kwenda juu. Ile hali ya upambanaji kwa wachezaji ikikutana na vibe la mashabiki inakuwa mechi ya hatari mno. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kwamba wakati wachezaji wanapandishwa morali na viongozi, wewe waondolee ile factor ya mashabiki, kwamba punguza nguvu ya mashabiki kwenda kuwa support. Kwa sababu mfano mzuri ni namna ambavyo Simba amekuwa akicheza Benjamin Mkapa. Kuna muda anakuwa timu ya kawaida tu, lakini anakuwa wagumu kufungika kwa sababu viongozi wameshatia bonus. Alafu unaenda uwanjani unakutana ile atmosphere, kuna mwamba amesafiri kutoka Tunduma, muda wote anapuliza vuvuzela tu lile. Wewe Mohamed Hussein huko tayari ile motisha inapanda, ile morali inapanda kwenda kupambana. Kwa hiyo it's the same thing kwa wachezaji wa Tabora, kwamba sasa hivi bonus zimeongezeka. Huku ukipata tu ile support ya mashabiki, obviously uwanjani pale utacheza katika juu ya kiwango chako. Kwa hiyo wanachofanya Yanga ni kwamba wanaipunguza ile nguvu ya kucheza kwa nguvu ya mashabiki, wanawachukua ile mashabiki, wanawaacha kama unapambana kwa juhudi zako, alafu ili tagi lote la mashabiki tunalichukua sisi, twende uwanjani. Sisi ubora wetu plus nguvu ya mashabiki, tuone nyie Tabora mtafanya nini uwanjani. Yes, bana, mezani imewekwa pesa ya kitanzania shilingi milioni 60 kwa wachezaji wa Tabora United kama wataifunga Young Africans. Mechi dhidi ya Simba waliwekewa milioni 50, lakini jambo likawa tofauti. And by the way, kabla tujamsikia mkuu wa mkoa Paul Chacha hapa, kwenye mechi ya Tabora na Simba kuna wachezaji walikuwa hawana vibali. Kwenye story za pembeni, story kutoka kwa wadau tunaowaamini, kuna moja ya mdau wa wananchi alitoa mzigo kusaidia watu wapate vibali. Takriban milioni 15. Siko unanielewa? Na watu wakasema hatuhitaji kwa sasa. Siko unanielewa? Kwa hiyo Simba alilalamika kwenda kwenye ile mechi ya Tabora kwamba mazingira sio. Leo Yanga na yeye pia anapambana kwa hicho nilichosema sasa mimi na kitamani ifike hatua Songea wana timu yao inawashughulisha kwa level hiyo. Wote wawili wanaumiza vichwa kwamba wako upande wetu, wako upande wa jirani, wako upande wetu. Ikifika hatua tuna timu 7 za aina hiyo ambazo kila mtu anakwenda haamini kama mpaka hivi nitangulie kama hivi Alikamwe Simba nao mpaka wapambane nje uwanja kwamba na Simba walalamika upande wetu. Yes, Simba walalamika. Yes, ndio itafika hatua at least tutapata ushindani halisi ambao tunaukosa kwa hivi sasa, sema za ukweli. Na ndio maana mimi mjadala wangu kila siku kwenye ubora wa ligi yetu huwa nasema ni kwa sababu tunamwangalia Chama, kwa sababu tunamwangalia Ome, lakini si kwa sababu timu 16 zinatupa hiyo ladha ya kiuhalisia. Kwa hiyo tukifikia hatua tuna mikoa 7 ina timu za aina hiyo, support ya serikali ya mkoa iko moja kwa moja na wachanganya hawa wawili wa Kariakoo. Kaka, wasimamizi wenyewe wameshindwa, wameenda serikalini. Itakuwa wewe labda fulani wa Mbeya. Hizi timu mimi kuna siku niliandika, nilisema labda tufe wote
Tuje kuanza upya. Na tunavyoanza upya, historia itasomwa. Kwanza kwenye kuisiment hiyo kauli yako, Sasa hivi kwenye familia nyingi za Kitanzania, mtoto kabla hajafundishwa hata a e i o u anafundishwa kuna Yanga na Simba. Yaani mtoto mdogo anafundishwa kuna Yanga na Simba kabla hatajaenda shule. Sikubali ile wakuu wamekuwa kwenye kuchagiza kiuchumi wa football inalipa kwa hivi sasa katika kuchagiza, naona wameshaliona ni tobo kwenye kuchagiza maendeleo, hamasa, kuunganisha mkoa. Kwa kama tutakuwa na mwendo huo kwa viongozi wa serikali ya mkoa, kwa wasio uzuri wanapita, wakuu wa mikoa wanapita. Kwa hiyo tukiwa na hiyo, mimi nipo kwenye engo ile ya support ya kuwafanya wao independent kwa kiasi. Umesupport mapambano dhidi ya Simba. Mkuu wa mkoa mapambano dhidi ya Yanga haupo. Tumsikie mkuu wa mkoa wa Tabora akitoa ahadi ya shilingi milioni 60 po Chacha. Wakati jana nipo njiani na kuja nikaona timu yenu pinzani ambao mnaenda kucheza nayo kesho kutwa wamepokelewa kwa shangwe. Sasa sijajua aliyekuwa amewapokea ni nani. Lakini sio hiyo isiwatishi. Hizo ni drama tu za kawaida. Nyinyi kachezeni mpira. Mara nyingi huwa nasema kwamba hichi wewe ndicho kibarua chako, na mtu asikuchezee kwenye kazi yako. Sasa hivi Tabora United nyinyi wenyewe mnajua, tulitoa wachezaji 2 watatu hivi kwenda kwenye timu ya taifa wakina Chikola. Lakini mnakuwa 10 wangapi, hakuna mtu anayeweza kuwaza kuhusu nyie. Lakini sasa hivi kila mmoja anawaza kuhusu nyie. Kazeni, inawezekana yanayokuja ni mazuri zaidi. Wapo wanaodanganya, najua wengine wanatisha message, achaneni nazo. Na hata mtu akikupa hela wala hata usiwe na mashaka, wewe chukua alafu fanya kazi yako. Lakini nimekuja kuambieni, mimi nakuja kuwapa ahadi ya kesho kutwa. Siku ile niliwaambia mkifunga Simba nitawapa milioni 50. Sivyo nilivyosema? Lakini haikuwa riziki. Sasa ile milioni 50 sijawahi kuitumia. Mimi niliacha makusudi kwa sababu nilikuwa najua Yanga watakuja na kihelehele, na wameanza kuingia tangu jana. Kwa ile milioni 50 ipo, na nitaongezea katika ile, nitaongezea milioni 10. Kwa na mimi nitakuja kuangalia mpira tarehe 2 nikiwa na milioni 60 mezani kwa ajili yenu nyie. Nitaitoa kwenu. Kwa vyovyote itakavyokuwa, nyinyi kapambaneni. Hata msihofu, msiogope mtu. Wananchi wa mkoa wa Tabora ni waombe, karibuni, ingieni uwanjani mshangilie timu yetu. Tuwaunge mkono vijana wetu. Vijana wana ari, vijana wadogo kabisa. Na kila siku nawaambia hii ndio ajira yenu. Itendeni haki. Na baada ya hapa nyinyi mtaona matokeo mazuri kwenda mbele. Tunaelewana ndugu zangu? Na wapenzi wengine, vilabu vingine, Simba, Mtibwa, kina nani, tunaomba tuunge mkono, waishangilie timu yetu. Nataka kesho kutwa hiyo tuwaadabishe. Nimemwona msemaji, mimi si msemaji, ameongea maneno ya karaha, sio tatizo, lakini tutamuonyesha atarudi nyumbani akiwa ameinamisha kichwa. Na nafikiri amefunga yule kijana, na muonea huruma, atatoka hapa akiwa na hali mbaya. Bana mkuu wa mkoa wa Tabora akizungumza kwa kile ambacho amekiweka mezani na kile ambacho anataka vijana waende wakakifanye katika mchezo huo. Kumbuka tumeona serikali za mikoa zimekuwa zikisapoti hizi timu kwa sababu Dar es Salaam ndio mkoa pekee ambao nakasema umekuwa na uhakika wa kuwa na timu ligi kuu kila msimu, kila mwaka. Wapi? Mbeya. Okay, Mbeya mmekuwa mnapishanisha tu. Kuna time Mbeya mlikuwa mna timu 3 timu 3 za ligi kuu kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo alishuka EF akaja Mbeya kwanza akapanda ikawa timu 3, lakini sasa hizi timu ni 2. Kwa hiyo ukiona namna ambavyo mazingira zinashuka zote napanda moja.